Tamko la Taasisi ya Kiardhi kuhusu uzinduzi wa Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 ambayo inazinduliwa leo Machi 17, 2025 pale jijini Dodoma. Moja, Taasisi ya Kiardhi ni taasisi ya utafiti na utetezi wa haki za ardhi nchini, na ni taasisi ambayo imeanzishwa mwaka 1994 kwa lengo la kufanya tafiti, kutoa elimu ya haki za ardhi na sheria za ardhi, na kutetea haki za ardhi za wazalishaji wadogo ambao ni wakulima, wafugaji, wachimba madini wadogo, wakuta matunda na warina asali. Haki ardhi imejikita katika utetezi wa haki za ardhi za wazalishaji wadogo kutokana na umuhimu wa rasilimali ardhi katika kukuza uchumi wa wananchi, hasa waishio vijijini ambao tegemea ardhi katika uzalishaji kwa mahitaji yao na taifa kwa ujumla. 2. Utangulizi. Tanzania ilipata sera ya kwanza ya taifa ya ardhi mwaka 1995 baada ya kazi kubwa iliyofanywa na Tume ya Rais ya uchunguzi wa masuala ya ardhi iliyoundwa na Rais wa awamu ya pili mapema miaka ya 1990. Kutungwa kwa sera hiyo kulipelekea kutungwa kwa sheria za ardhi za mwaka 1999, yaani sheria ya ardhi namba 4 na sheria ya ardhi ya vijiji namba 5. Sera hii ilipelekea pia kutungwa kwa sheria nyinginezo ikiwa ni pamoja na sheria ya utatuzi wa migogoro ya ardhi na ile ya uandaaji mipango ya matumizi ya ardhi na sheria za mipango miji. 3. Mchakato wa mapitio ya Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995. Mwaka 2016, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi ilianza rasmi mchakato wa mapitio ya Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 ambayo ilishadumu kwa zaidi ya miaka 20. Katika mchakato huo, maoni kutoka kwa wadau mbalimbali yalikusanywa, ingawa ni dhahiri kuwa maoni ya wazalishaji wadogo, hususani wakulima wadogo na wafugaji wa asili na kundi kubwa la wanawake, hasa wale waishio vijijini, hawakutoa maoni yao kwa wingi kutokana na utaratibu uliotumika wa kukusanya maoni kikanda. Katika hili, maoni ya kiardhi siku zote yalikuwa ni kukusanya maoni ya wazalishaji wadogo kwa kuandaa mijadala kwenye ngazi za vijiji na kata ili kupata ushiriki wao na wao kutoa maoni yao kwa uhuru zaidi. Msingi wa kiardhi wa ushirikishwaji wa idadi kubwa ya wazalishaji wadogo katika mapitio ya Sera ya Taifa ya Ardhi ni kutokana na umuhimu wa rasilimali ardhi katika kukuza uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja, hususani wazalishaji wadogo waishio vijijini na pembezoni mwa miji ambao tegemea ardhi kwa kuzalisha mazao ya chakula na biashara. Halikadhalika, sehemu kubwa ya chakula kinachozalishwa na kutumika na wananchi waishio mijini huzalishwa katika ardhi za vijijini. Vile vile katika ardhi ndio zinapopatikana rasilimali nyingine muhimu kama vile madini, maji, misitu na nyinginezo. Pamoja na kiardhi kuipongeza serikali kwa kuzindua Sera ya Taifa ya Ardhi toleo la mwaka 2023, lakini kwa kiardhi ingependa kuishauri serikali kuwa ilikuwa ni vyema kabla ya uzinduzi wa sera hii siku ya leo, nakala za sera hii ziwe zimesambazwa nchi nzima kwa wananchi na wadau wa sekta ya ardhi ili waisome na kuichambua na kutoa maoni na dukuduku zao kutokana na kile ambacho kimo ndani ya hiyo sera. Sisi ya kiardhi tunaamini kuwa Sera ya Taifa ya Ardhi ni sera ya wananchi na inawahusu wananchi. Hivyo ilipaswa wananchi na wadau wawe wameipata na kuichambua ili inapozinduliwa leo serikali iwe ni tayari na maoni ya wananchi na kuweza kuyatolea ufafanuzi na namna ya kuyafanyia utekelezaji maoni hayo wakati wa utekelezaji wa sera hii. Namba 4. Matarajio ya wazalishaji wadogo katika Sera ya Taifa toleo la mwaka 2023. Pamoja na changamoto za ushiriki hafifu wa wazalishaji wadogo katika mchakato wa mapitio ya Sera ya Taifa ya Ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023, yafuatayo ni matarajio ya wazalishaji wadogo katika sera inayozinduliwa leo tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2025. 1. Utambuzi na ulinzi wa haki za ardhi za kimila.
Wazalishaji wadogo wanatarajia sera hii itatoa dira ya kutambua na kulinda kisheria haki za ardhi za wazalishaji wadogo, ikiwa ni pamoja na wakulima na wafugaji, ili kuhakikisha upatikanaji wao na ulinzi wa rasilimali za ardhi. 2. Kuimarishwa kwa mamlaka za vyombo vya kidemokrasia vya kiutawala ngazi ya kijiji, kwa maana ya halmashauri ya kijiji na mkutano mkuu wa kijiji, katika usimamizi wa ardhi ya kijiji kwa maslahi ya wazalishaji wadogo. Kwa sababu hiyo basi, miliki ya ardhi haina budi kuendelea kuwa ya umma, kwa maana ya vyombo vya uwakilishi wa umma kupitia vyombo husika vya serikali kuweka udhibiti na masharti ya umilikishaji na utumiaji wa ardhi, na ili kulinda na kuheshimu ardhi hii ya ardhi kama rasilimali muhimu kwa zaidi ya 70% ya Watanzania wote. 3. Ugawaji wa ardhi unaozingatia ulinzi wa ardhi za vijiji. Wazalishaji wadogo wanatarajia sera hii itaelekeza ulinzi wa ardhi ya kijiji dhidi ya uuzaji na ugawaji wa mapande makubwa ya ardhi kwa wawekezaji na uhifadhi unaopunguza kwa kasi ardhi ya kijiji inayohitajika na wazalishaji wadogo kwa ajili ya uzalishaji wa chakula na makazi. 4. Ushiriki wa pamoja katika utawala wa ardhi. Wazalishaji wadogo wanatarajia kuwa sera hii iliyopitiwa itatoa mwelekeo wa ushirikishwaji madhubuti wa wazalishaji wadogo, wakulima, wafugaji, waokota matunda, warina asali na hususan wanawake katika utawala wa ardhi, ufanyaji wa maamuzi, marekebisho ya sheria za ardhi kwa lengo la kutafakari na kuzingatia maoni, mahitaji na vipaumbele vyao. 5. Utatuzi wa migogoro ya ardhi kwa wakati, usahihi na kwa haki kwa makundi yote, hususan wazalishaji wadogo. Wazalishaji wadogo wanatarajia sera hii itatoa mwongozo wa kuanzisha na kuimarisha mifumo ya utatuzi wa migogoro ya ardhi na kuondoa mgongano wa kisheria na kiutawala katika utatuzi wa migogoro ya ardhi, hali inayochochea migogoro zaidi badala ya kuimaliza. 6. Udhibiti wa uhamishwaji wa wazalishaji wadogo kutoka katika maeneo yao. Wazalishaji wadogo wanatarajia sera hii itatoa ulinzi wa ardhi zao dhidi ya uhamishwaji na ufukuzwaji holela usiozingatia haki zao za msingi, ikiwa ni pamoja na haki ya kupata taarifa sahihi, ushirikishwaji, ulipwaji wa fidia kwa kuzingatia misingi ya haki na wakati, na upatikanaji wa ardhi mbadala za kilimo, ufugaji, shughuli za kiasili na makazi. 7. Kujenga uwezo, elimu na uhamasishaji. Ni matarajio ya wazalishaji wadogo kuwa sera hii itatoa mwongozo sahihi wa elimu na uelimishaji wa jamii kuhusu haki zao za ardhi na usimamizi madhubuti na uendelevu wa ardhi yao, ili kuwawezesha kutetea maslahi yao katika ardhi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. 8. Kuimarisha matumizi endelevu ya ardhi. Ni matarajio ya wazalishaji wadogo kuwa sera hii itatoa dira ya kukuza na kuimarisha matumizi endelevu ya ardhi ili kuongeza usalama na uhakika wa chakula, uhifadhi wa mazingira, ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayoathiri wazalishaji wadogo kwa kiasi kikubwa. 9. Kuimarisha usawa wa kijinsia katika umiliki wa ardhi. Ni matarajio ya wazalishaji wadogo kuwa sera hii itaendeleza juhudi za muda mrefu za utetezi wa haki za ardhi kwa wanawake kwa kukuza na kuimarisha usawa wa kijinsia kwa kuwapa wazitekelezi maamuzi hayo kwa wakati, hali inayowaacha wananchi katika mapambano ya kugombea ardhi finyu isiyotosheleza mahitaji yao. 3. Migogoro inayosababishwa na urasimishaji wa ardhi kutokana na utitiri wa makampuni binafsi yanayojihusisha na upimaji na uuzaji wa viwanja nchini, hali inayosababisha ardhi kuwa bidhaa inayouzwa sokoni kama njugu, hali inayopelekea kukosekana kwa uhakika wa ardhi kwa matumizi ya vizazi vijavyo. Urasimishaji huu umefikia kiwango cha vijiji vingi kugeuzwa kuwa miji midogo kwa lengo la upimaji wa viwanja na kuviuza kwa gharama kubwa pasipo kuzingatia maslahi ya wazalishaji wadogo, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa chakula na ufugaji. Eneo la mwisho ni eneo la Tume ya Rais kuhusu migogoro ya ardhi Ngorongoro na uhamishaji wa wafugaji. Katika jitihada za kutatua migogoro ya ardhi katika eneo la Ngorongoro, mnamo mwezi Disemba mwaka 2024, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliunda tume mbili, ambapo tume ya kwanza itafanya tathmini kuhusu masuala ya ardhi yanayolalamikiwa na wakazi wa eneo
hifadhi ya Ngorongoro, na tume ya pili itaangalia utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari kutoka eneo la hifadhi hiyo. Rai ya kiardhi kwa tume hizi mbili. Taasisi ya kiardhi inatumia fursa hii ya uzinduzi wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1965 toleo la mwaka 2023 kuzitaka tume hizi mbili za rais kuhusu masuala ya ardhi eneo la Ngorongoro kuzingatia upatikanaji huru wa maoni ya wafugaji wa asili waishio eneo la Ngorongoro pamoja na wale wafugaji waliohamishiwa katika eneo la Msomera wilayani Handeni mkoani Tanga na maeneo mengine. Halikadhalika, akiardhi inazishauri tume hizi mbili kupata nafasi ya kujifunza kutoka katika tume ya rais ya uchunguzi wa masuala ya ardhi iliyoundwa mapema miaka 1990 na kuongozwa na Profesa Issa Shivji, ambapo matokeo ya tume hiyo ndiyo yaliyoleta mapinduzi makubwa ya mfumo wa usimamizi na umiliki wa ardhi nchini ambayo tunayashuhudia leo hii, ikiwa ni pamoja na kuwa na sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 na sheria ya mwaka 1999. Ni dhahiri kuwa kupitia uzoefu wa tume hiyo, tume hizi mbili za Ngorongoro zitakuja na ufumbuzi wa matatizo ya ardhi katika eneo la Ngorongoro utakaotokana na maoni na mahitaji ya wafugaji na wakazi wa Ngorongoro, na sio ufumbuzi unaotokana na maoni kutoka kwa makundi mengine yenye maslahi tofauti yasiyogusa maslahi ya mapana ya wazalishaji wadogo ambao ndio watumiaji wa asili wa ardhi ya Ngorongoro. Hitimisho. Akiardhi inaikumbusha serikali kuwa ina wajibu wa kulinda haki za wananchi wake na kuhakikisha kuwa ardhi yao inalindwa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za ardhi za mwaka 1999. Kwa sababu hiyo, leo hii sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 95 toleo la mwaka 23 inapozinduliwa, matarajio ya wananchi hususan wazalishaji wadogo ni kuwa sera hii itatumika katika kutatua changamoto na matatizo yanayokabili sekta ya ardhi nchini, kwa sababu ni sekta muhimu inayogusa maisha ya sekta nyingine zote. Hivyo basi, serikali iongeze ukipaumbele katika kuimarisha sekta hii ya ardhi kwa kutenga bajeti ya kutosha na kuwa na wataalamu toshelevu katika idara na taasisi zinazojihusisha na masuala ya ardhi ili wananchi wapate huduma za ardhi kwa wakati pasipo urasimu wowote. Tamko hili limeandaliwa na kusomwa na taasisi ya kiardhi kupitia mkurugenzi wake Cuthbert Tomito ambaye ndio mimi.